Welcome to this men's service, and we are so much blessed to have men in the church from 7 a.m. It is a rare occasion. It's never happened so easily, but as we have gone against all odds. You know, in many places, women will be the first ones in the church, world over. But I thank God because us, men, we are living the scriptures. God created us fast. Somebody say amen. Amen. So we are fast. In taking responsibilities, we are fast. In loving our families, we are number one. Let us not allow our wives to love us more than how. In fact, they're not supposed to love. They're only supposed to submit. And us too. And what is this love, Pastor Phil? What is this love? Love. Love is love. Love is saying, I will not eat before she's eaten. You know, Christ, for God so loved the world, kwamba kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu sana, akamtoa mwanawe wa pekee akafa. Nani anaweza kufia familia yake ama mke wake? Sio familia, kufia mke wako. Kunione? Leo useme tu mimi nani nasema relative. Wanaume ambao mnaweza kufa kwa niaba ya wake zenu, kunione? Si wengi mnasema mtoa mwingine. Si mnasema mtoa mwingine. Now I'm so happy to have all of us here and our other pastors, Pastor Dan, Pastor Titus, where are they? Please come here so that just say wave. Kujeni tu hapa mwave tu hivi kwa sababu alafu kile nataka mfanye mkirudi makanisani mwenu. Nimeona washirika wengi kutoka makanisa hayo yetu. Pastor Catherine, kuja tu. Pastor Catherine, Pastor Dan from Ohana, Siaya County. This is from Bungoma County, Webuye. Pastor Titus, of course, from Webuye. And then our host, Pastor Philip, from the BLC Nairobi here. And ninauliza tu kwa moyo wa unyenyekevu. Washirika umeona wale umetoka na bilioni na Webuye na Siaya, mnaona sisi wazee wanakuja saa ngapi? Mapema. Nataka mwanze hiyo program kwa church yenu 7. Na hata kama utaanza mmoja, fikiri tulianza wachache, saa hizi hata bado wazee wengine, lakini wengi tunakuja. Ni asili baraka. Alafu unaona vile wako smart. Wazee mameni muinue mikono muangalie kuwaone tai. Wazee muangalie kamera. Yeah. Thank you so much. And we're going for our breakfast. Sasa tunaenda breakfast kwa mama na watoto wetu hapa vijana, muendelee kujienjoy na hewa, mkule hii neema ya Mungu hapa. Wakati wazee wanaenda ndani kuburudika. Kubara na
were all busy. And then we are told that these two men brought their offerings to the Lord. Abel also brought the firstborn of his flock, and Cain also brought the first fruit. All of them, they did well. But we are told of the response of God to both of them. We are told that God respected the ministry of Abel, but God did not respect the ministry of Cain. All of them saw the young beautiful girls. All of them saw the young beautiful boys. All of them knew where the clubs were. All of them knew where barn was being sold. All of them knew these things. All of them were living in the same environment. But there was a difference. One chose to rule over his life and to rule over his desires. And the other one chose for the sin to rule him. Wherein shall a young man, and a young woman for that matter, consciously make a choice? Consciously make a choice. We see the young man Joseph made that choice in the Bible. He faced the temptation that many men face, many boys face. If Joseph lives today, he could have fell into the category of the young men who are here today are being called the Ben 10s. Because there's this beautiful wife of Potiphar who enticed him, and they were all alone. I know it can open for me doors. You will recommend me to Potiphar for higher things. But why should I sin against God? Job said, I have made a covenant with my eyes that I will not look at a damsel lustfully. Not that I will not look at a damsel, I will not look at her lustfully. Young men, young women, it begins with one thing called choice. Or will you choose your desires to rule over you? God tells this young man, if you do well, will you not be accepted? If you do not do well, sin lies at the door and its desire is for you. Let me tell you, the world's desire is to ruin you. The world's desire is to destroy you. The world's desire is to make merchandise of you. That is why the world will give you things that will get you addicted. And once you get addicted to this thing, the world will consume every blessing that you have as you run with your money to purchase this worthless thing to fulfill your desires. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord again. My name is Felix Otieno. I'm saved. I love the Lord. And I thank the Lord for this opportunity. And I thank the Lord for today. It is a very great day that we are going to honor our mom as she's going to be receive ordination. I believe and I trust that she's going to take the word of God to another level. Just to give just a testimony, when I joined a Blessed Life Center, I came in the year 2014, then again left, and then food came the year 2017, and I couldn't face, I couldn't even talk in front of people. So when given opportunity, I used to cry, that like stuff.
But my Pastor Monica kept on telling me that don't fear, face people. She gave me courage. I remember when we had a youth conference and the theme was Dare to be Different. When she approached me and told me, Felix, I want you to carol the kingdom. But now I was wondering, how will I start? How will I start? But she kept encouraging me. And I think that because of her motivation, that why today I can stand here before you very boldly and talk, speak for you. Maybe were it not for her, and I always acknowledge that, were it not for her, maybe today I couldn't have the courage that I have today. I just want to thank God for this day. I am very, very happy for the day. I couldn't miss it because I know what Mom is going to do. I know that Mom has been called by the Lord to do His work. I believe and trust that Mom is going to take the work of the Lord to the next level. If you read the book of Matthew, chapter 6, verse 33, the Bible says that seek first the kingdom of God and His righteousness, it shall be added unto you. I believe that Mom has not called herself, but she has been called by the Lord. I believe that Mom, that's Pastor Nick, she has looked the kingdom of God. She has had the desire to do the God's work. She has been persistent in the work of the Lord, and I believe that in this church, she has changed the lives of many. She has guided us as the young youths, and she has made us stood in the kingdom. All I want to say that indeed this is a very great day. Let's honor our Mom, and all shall be well. Encourage as the youth. Let us be with Mom, because as she's going, she's now being ordained to do the God's word. It's not possible to do it alone. But we as the young, vibrant youths, if we join her in it, then winning many souls unto the kingdom of the Lord will be the best thing that we can ever do as the youth. Much, and God bless you. Amen. Good morning. Indeed, it's a good morning to all of us. I thank God for this opportunity, and I also honor the gift of the Lord in the house. Thank you so much, Bishop, for the opportunity given us to serve in this house. As I always say, that these great men of God honored and heard from the Lord, and they obeyed. And I consider them trees which have already grown big, and through them we enjoy the shade. So God bless you so much. So my name is Grace Richard, and I thank God for this great opportunity. Indeed, I've just remembered that we and my husband are celebrating 1 year anniversary. We got married a day like today, and so it is very, very important. Amen. So thank you so much. I did thank God because of Pastor Monica, our mom. As I said yesterday, and I always say, I don't get tired of speaking this because it is the truth. And Bishop has been telling us it's good to celebrate people when they are still alive. And while she's here listening to us, and that today we are witnessing the ordination, which I believe the Lord predestined long time ago. In fact, she was long ordained, but because of the normalities and what was Kuliza Maswali, who ordained, who anointed you. So we have to do it for the record.
So I thank God for you, Mom. I call you a mentor. I call you a mother. Somebody I found the shoulders to lean on when I was in need. I've seen you serve the Lord in humility. Regardless of how the Lord uses you, you still humble to earth. I love the way you are so prayerful. You really mentored us in the same. This woman she's full of love. You're full of love. Because every time I remember when I joined this fellowship a long time ago, actually was a long admirer while you were still at soul winning in Mathare. I used to follow you even in the crusades, Bishop. And you won me over through various lunches. So I thank God for you. Oh, glory to God. So when I met Mom, I saw a heart of love, and I saw love in a mother. And I remember every time I used to walk with her, she would encourage me. And as I said yesterday, that it's so easy for us as the members of the church or the brethren, or as Christians, to be in our fellowship. And you find yourself that you are pregnant, and it's your time to give birth, but you do not know. And now it calls for a midwife, full of wisdom and full of the Spirit of the Lord, to help you birth. Hallelujah. Amen. So she's a midwife to me. She helped me. And as I said, time was almost catching up with me before transiting from singlehood to, getting married. And she helped me. Thank you so much, Mom. You came to my house with a few ladies and you prayed, you packed it. And I remember you told me, we are sending you to honeymoon with the items you had bought me. That was faith. Every time you walk with her, she always speaks and she says, even if there is no heaven people are going to, I will still be born again. And that gave me the confidence that we do not get born again for things, but to follow that which you've committed to. Also, the dinners you prepared for us ladies, there are many. They really transformed us. When ladies couldn't find someone to share and to pour their hearts to, you came in handy and you encouraged us. You've been a mentor. You've impacted our lives in so many ways. And in fact, I love everything about you. Even everything. If you consider even the dress I'm wearing, I copied her. So please forgive me, but I just love her very much, everything she does. So I thank God for you, Mom. As you're being ordained today, we are celebrating you and we thank God for the level that He's moving you to. And I'm pursuing and following. We are pushing you to go to that level. And as we work ourselves to be better people that God wants us to be. So God bless you so much. We celebrate together with you today. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Yes, my name is Andrew Wambua. Nimeokoka na nimempenda Yesu. Thank you for this opportunity. And it's a great day that we are celebrating our very mom. She is a pillar to us all. And she has been so impactful to almost each and every one of us. And I believe that our destiny well lived is one that has impacted on many lives. And this far, Pastor Monique has impacted on many lives. And I know, even from this moment going ahead, she will impact even nations and to the world, because she has a great destiny within. I love her zeal and her deep desire for Christ, something which is always out and standing. It is something that cannot be disputed. And this zeal
she has shown it, and it has also been effective unto us who look up unto her. I have had quite some sessions with Mom, and she has really taught me great things. And there is one thing that I remember very well that she taught me, and I will never forget, that God is always speaking, and that thing always communicates to me. She has great wisdom, and I know this is going to impact the world, because it's like we are laying, it's like this day, it's a foundation that is being laid for her, so that now she can sprout up and go and expand the kingdom of God. So I'm grateful to have you, Mom, in my life. You are such an impactful woman of God. I know that God is going to use you greatly for the manifestation of His kingdom. God bless you. Praise God. Good morning. My name is Vivian Owino, and I am happy to be here today to celebrate such a wonderful gift that the Lord has given unto us and put in our midst. Ever since I knew Pastor Monica, her life has been a testimony. Her life has been constantly speaking in my life as well. And I love to see that her life has been like a letter. I have been reading her life. And today I celebrate the person of Pastor Monica. The fact that she has defended the cause of Jesus right from the onset of her salvation until now. She has proven that we can stand tall in salvation. The fact that she has kept the fire burning right from her early days in salvation until now is a living testimony that it is possible to be used by God in various ways. The fact that her prayer life has grown, her prayer life is just on another level, and she influences people, is a great reward to me. I believe that a leader is someone that carries a vision, walks with it, and takes people together with him or her to achieve that vision. A leader is someone that fixes people in a specific path to ensure that he or she achieves a vision. And Pastor Monica has been that kind of a leader. She has been successful in leadership. I can attest that she doesn't want to inherit the kingdom alone, but she wants to see an army behind her, walking in the same path that the Lord wants us to walk. And today, having stood here and doing the things that I do and loving Jesus the way I do, it is because someone played a part in my spiritual life, and that is Pastor Monica. Today, as she is ordained, as Grace has said, that it was predestined a long time ago, and this is just a formality. This is just an advancement of what she already began to do, and I know that God will continually use her in powerful ways, because she sees the potential in every person. She literally helps God to ignite a fire in everyone that she encounters. You cannot meet this woman of God and remain the same way, because somehow she will ignite something in you, something
something that you cannot or is not able to see at that particular time. And today, I really celebrate her, and I am glad, I am really glad that she's being taken into another level. Pastor Monica, you are a blessing to me, and I can only pray that the Lord continues to use you the way He has been faithful to you. Majina Margaret Wangari, naomba nampenda Yesu, group leader, Blessed Center. To Pastor Monica, I love you so much. I can just say nakupenda juu nampenda Yesu. The greatest thing umefanya katika kumpenda Yesu. We thank you for your faith in God. Amani na kumpenda Mungu, your dedication, your zeal, your passion kumpenda Mungu. Dedication yako pia kwa maombi. Najua umetufunza kuomba. Your dedication to see things in a bigger perspective. Though tunaonanga katika hali ndogo, wewe unaona katika hali kubwa sana. So we love you so much. You've set a good example to us women. Na upendo wako kwa kila mtu, kama mama umetupenda, umependa wazee, umependa wa mama, umependa vijana. Tunakushukuru juu umeenda kwa kila nyumba kwa shirika wa Blessed Center. The dedication, we love you so much. Thank you. Mimi nasema it is achievable from where you've been raised na penye umefika. Watu wanatakana kujua it is achievable regardless penye umetoka na sio umekatishwa na wafalme. We thank you for the next level. Najua Mungu atakusaidia. Najua unajonga with God nothing is possible. Impossible nothing. Na Pastor Monica anasema yeye na Mungu hakuna kitu kinaweza mshinda. Hiyo ni kitu anajuanga. Na yeye anajuanga hakuna kitu kwa impossible katika maisha ya mwanadamu. So we love you so much. Mungu akupatie amani. The victory is already here. Tulia na Mungu. Nakupenda sana. Love you mama. I just want to stand here and I wanted to just give my testimony because of how I met our mom. I remember that day, it was like two months to my wedding, and I wanted to cancel my wedding. And the cards were out, and I went to pastors. I think pastors called us because that time it was very difficult for us, and we went to his house. And I told Pastor, I want to cancel my wedding. I don't think I'm going to marry this man. It was so difficult. My husband is there. I've been married for 9 years. So I remember Mom looked at me, akaniangalia Isaac, then he told me, you know what? You need to give your life to Christ. That time I was not born again. And she was the one who led me to Christ. This is the man. Yeah, this is my husband. My one and only husband. So I just want to give my testimony about knowing her because she was the one who led me to Christ. And I feel that she holds a very important position in my life. So today, as she gets ordained, I feel that it's a blessed day. And I love it. And I am a testimony of how the goodness of the Lord it is in our life. So even as today you are getting ordained, Mom, I want to say congratulations and just keep on with the way you've been. It has been a blessing. You're a blessing to us. May God bless you. My name is Esther Makoha. I'm a baby sister to Pastor Monica, and I love her so much. She has helped us to know Christ, who is regardless of where we know. Not forget, but she has helped us to know Christ. Through her, I can say, nimeokoka, nimejua Yesu, nimejua maombi, na nimejua imani. Mkristo bila imani huwezi kuendelea. Mama amenifunza mambo mingi sana ya ndoa, ya kulea watoto, na pia akisaidiwa na bishop, siwezi hata bishop kando, because he is my brother-in-law and alimjua nikiwa katoto kadogo, so amenilea kama mtoto wake throughout the journey. Mimi ni mtoto wake, si kama. Thank you for the correction.
pastor amenijua kama mtoto, mimi ni mtoto wake. So I'm very happy. Bishop, thank you so much kwa kuja kwa familia yetu. You brought light in our family through my sister. We love you so much. As today, now I can say my sister akienda kuwa ordained, I can say that God is with her throughout her journey. Amekuwa tu na mambo kila kitu anasemanga in our family, whatever situation we have, anasemanga tuweke Mungu mbele na tuweke maombi mbele. If kama kuna issue, tusipoweka Mungu mbele na maombi, anasema mimi sipo, msinihesabu, count me out na mtasucceed. So everything tukitaka kupanda, hata kama yeye si firstborn kwetu, tunamuinvolve kwa sababu tunajua hata isukuma mpaka itimie. So we love her so much. And today akiodainiwa, I wish her the best in her ministry. Akienda nje, Mungu akimbariki, you are here behind her. Thank you so much kwa wale wamekuja kwa hii sherehe yetu. Tunawapenda tu sana na chakula ni nyingi kwa sababu ya Pastor Monica. Thank you. Na huyu ndiye mke wangu, nampenda kutoka miaka mingi, more than 20 years. Tunapendana. Na tuko na watoto watatu, mkubwa anaitwa Leon, mwingine Leslie na mwingine Lens. Hao wawili wamemaliza form 4 na wanaenda college, alafu huyo mdogo ako standard 6. And then mke wangu tumekuwa na yeye pamoja huduma Saints Alive Church Redeemed Kariobangi South, na akiwa Sunday School. Na Pastor Monica amekuwa, nilimjua kitambo kuliko nyinyi nyote hapa isipokuwa Shosho, because mimi ndio nilikuwa napeleka Monica mpaka kwa nyumba pale walikuwa naishi. Na pastor ambaye ni Mungania, ambaye ni bishop ambaye ameaga, tulikuwa na yeye, alikuwa anatuambia mpeleke mpaka kwa nyumba na mpatiane mama. Na nilikuwa tunapeleka tunamfikisha kwa mama, alafu ndio tunarudi. Na dada mwingine alikuwa anaitwa Millicent na mwingine ambaye alikuwa anaitwa Alice. Tunawafikisha kwa nyumba ili tutoke hapo tena tuende tuambie bishop huyo pastor, tumwambie ya kwamba tumefanya nini, tumewafikisha kwa nyumba na tunarudi ndio tuende kulala. So Monica mimi nimemjua for a long time na amekuwa consistent. Vile mnamjua hivi, hivyo ndivyo amekuwa kutoka hiyo miaka yote. Alikuwa kiongozi wa youth, na wale mapastors wamekuwa kwa hiyo kikundi ya youth, wale alilead, they are more than 12 and they are pastors. Wale youth walikuwa pale. So sisi ndio juzi Monica alisema sisi ndio hatujakuwa pastors, lakini bishop alisema next ni sisi. Kwa hivyo wacha nipatie mke wangu nafasi ili aweze akaseme juu ya Monica kidogo ili tuendelee kutoka hapo. Lakini mimi Monica naweza sema umefanya kazi kubwa kwetu as a family. Wakati tumekuja Blessed Life Center, tulipatana, watoto walikuwa wametusumbua sana. We didn't know their life, na tuko nao ndani ya nyumba, and they could hold guns, wako na bunduki ndani ya nyumba na hatujui, lakini bishop talked to them and they changed their life, they got born again. So tumebarikiwa na hii jina Blessed Life. Hii madhabahu ni madhabahu tofauti sana kuliko madhabahu zingine zote. Kwa hivyo Mungu awabariki sana, karibu sana. Na Monica, sasa ndio umeanza kazi. Kwa hivyo nasema ufanye kazi kupita pali umefanya. Mungu akubariki. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Joan Nekesa na nimeokoka na nampenda Yesu. Sababu ya time ndaongea tu uchache. Pastor Monica nilimjua many years back kwa youth ministry. Hao ndio walikuwa senior youth, mimi ndio nilikuwa among the youngest at that time.
nilikuwa form 1 na sikuwa naingiana nao sana sababu nilikuwa najiona niko mdogo kwa hiyo kikundi. However, kitu ilikuwa ni sana na yeye, hiyo upole wake. Alikuwa nimemjua tu akiwa mpole, na hata baada ya miaka mingi tulipowachana tena, hii kanisa ilipokuja hapa, then nikakuja kucheck out hii kanisa gani imekuja, then nikakutana na Bishop. Nilipokutana na Bishop katika hali ya kuzungumza, Bishop akatukaribisha, karibuni kanisani. Tukamwambia asante, lakini hatuna haraka ya kujoin, wacha Holy Spirit atu direct. Sasa katika hiyo hali ya kuongea, Pastor Monica walked in, and when we saw her we were very happy. Tukajua bas hapa ni mahali pazuri, this is a good church, kwa sababu nilikuwa katika hali ya kuomba Mungu anielekeze in a good place, maana tumejipeleka church mingi na Mungu sidi ametupeleka huko na it has never worked for us. So when we saw Pastor Monica, Mungu akatuzungumzia kupitia yeye. Tulifurahi sana na tukakachap na yeye, tukafurahi, tukasema tutakuwa kwa hii kanisa because Pastor Monica ndio pastor kwa hii church, and tukajua we are in good hands, safe hands, a good place. So from that time tukaanza kukuja church. Hiyo tu almost a year and something, my life haijakuwa same. I have walked with her and I have seen the fruit of the Holy Spirit working in her life. Na nikasema pia mimi nataka kutembea kama Pastor Monica. So nikikaa chini yake na mfuata nyuma polepole na yeye hajui. Na ile kitu ilinivutia sana ni hiyo maisha yake ya uombezi. Nikaambia Mungu nilikuwa nimelegeza kuomba. Nikaambia Mungu nataka pia mimi nifike hiyo level. So nimekuwa nikimfuata nyuma polepole, na nikizidi kuomba Mungu anazidi kunifunza mengi. Na alinielezea jambo moja na nilishika mpaka saizi. Akaniambia maisha ya mwanamke ni maombi. Ukiachilia maombi, shetani anapata nafasi kwa mume wako, kwa watoto wako, kwa community na kila mahali. Na hiyo nilishika kabisa. Ninatilia mkazo wa maombi vile alini advice, na nilipoutilia mkazo hivyo, naona watoto mambo inaanza kunyoka, naona mume wangu upendo unazidi, naona reconciliation kwa siblings tulikuwa tumekosana. Na because of time nisiende sana, wacha nimalizie hapo, lakini amekuwa wa baraka zaidi. Amen. Amen. Watu wanaweza fanya ukatambua kila ambacho uko nacho ili kikatumike katika huduma ya Mungu. Kwa hivyo wakati huu ninapoongea kwa upande wa wazee, mimi ndio secretary wa wazee katika kanisa hili, na pia mimi ni mwalimu. Sasa hivi nashughulikia watoto wadogo Sunday school na deal nao huko, hivyo huwa nawafundisha Sunday school, kuwafundisha na shuleni pia mimi ni mwalimu. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu kwa sababu ya mam, kwa kweli amenilea. Yeye ndiye amekuwa akinifunza upande wa Sunday school. Ananielekeza, mwalimu ningependa ufanye hivi, na ninafuata njia yake. Mwalimu ningependa uelekeze watoto upande huu, ninafuata njia yake. Naona upande huo nikiendelea, kwa hivyo nazidi kujikuza ndani ya roho yangu, kujua jinsi ya kukaa na watoto, jinsi ya kuwalea, na watoto kwa kweli wananipenda. Najua kwamba hapo ni ushuhuda kwa wazazi ambao wanazidi kuona watoto wao jinsi wanaimarika kwa sababu ya mama. Na ninaposimama hapa ningesema kwamba mama amenisaidia sana mimi kibinafsi. Upande wangu najua ni mama wa imani na ni mama anapenda maombi. Kwa kweli wakati mwingine angesikia kitu kuhusu mimi angeniita kando, anieleze, naona tufanye hivi, ndiposa tukaendelee mambo vizuri. Ananiita, ananiambia. Kwa kweli naona nikienda njia hizo naendelea kuimarika katika maisha. Kanisa hili nilipoingia niligundua ni la kukuza vipaji vya watu. Linapenda watu ambao wanasoma.
na nikajiunga na Bible study. Kusema ukweli, kabla niingia hapa kanisani, ilikuwa ni ngumu sana mtu kama mimi kusimama mbele ya watu kuzungumza na kueleza jinsi mambo yalivyo, lakini kwa sababu ya kukuzwa na kupitia njia za wachungaji na mama kuzidi kunitia nguvu, kusema ukweli imekuwa ni rahisi sana, na imekuwa ni rahisi kufanya mambo katika njia ambayo inafaa. Kwa hivyo nazidi kutia mama kongole na kusema kwamba Mungu akazidi kumdumisha na kumtia nguvu. Pastor Monica, you are a great woman of God. And I remember a time when my parents came during Vincent's wedding, and she had to create an opportunity to make those people know that I'm an apostle. And he said, Apostle Godfrey, please come here. And then, oh no, she wanted those people to know that I'm Apostle Godfrey. You're a wonderful woman, Pastor Monica. God bless you so much. Thank you. Me, I will be brief. Kwa majina naitwa Samuel Okumonyango. Nimeoa mke na mtoto mmoja, na nikizungumzia kuhusu mama, kuna siku wamekuwa na conference ya wamama, and after that conference mama akakuja kwa nyumba. So in that week nikaona mambo ni tofauti kwa nyumba. So nikamuuliza, kuna nini? Akaniambia, tumefundishwa na Mama Monica, we need to understand our husband even in difficult moment. Na sikuwa nimejua wamefundishwa nini. Then I realized, the Pastor Monica had an impact into the life of my wife. And from that day, I have seen difference in my marriage. Praise God, and may God bless you. Amen, amen, amen. Sifiwe. Salamu za dada yetu, dada Monica. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo nina furaha kuu kusimama mahali hapa kwa ajili ya siku ya dada yetu Monica kutaka kupandishwa mara tena. Bwana asifiwe. Mimi tangu nimjue huyu dada Kikristo ni miaka 6, lakini kwa ukoo ni miaka mingi. Bwana asifiwe. Lakini katika Ukristo nilipomjua nikawa karibu naye, nimeona tofauti nyingi katika maisha yangu. Bwana asifiwe. Licha yeye ni mdogo kwangu, lakini kwa ajili ya Ukristo, sisemi jamii, nilisema ni jamii yangu, lakini alipokuwa tukajuana kwa Ukristo hii miaka 6, nimeona tofauti na nikaona kilicho ndani yake. Nilisema jana ni kitu kikubwa sana. Bwana asifiwe. Nimesikia washuhuda wengi wakisema ni kwa ajili ya maombi. Bwana asifiwe. Maombi ndio mambo yote, maombi ndio ufunguo wa kila kitu. Bwana asifiwe. Kwa ajili ya maombi mama nasema simama, endelea kusimama, na ninaona watu wengi wakija kwa ajili yako. Bwana asifiwe. Ninaona milango mingi kufunguliwa kwa ajili ya maombi yako. Bwana asifiwe. Kikubwa katika Ukristo ni maombi. Kwa ajili maombi ndio ufunguo. Mama, ninakuombea Mungu akaendelee kukusitishia miaka, akaendelee kukupanulia mipaka, ili wengi katika kijiji ya Nairobi hapa hata mpaka Machakos karibu na hapa watoe ushuhuda wako kwa ajili ya neno la Bwana lililo ndani mwako. Bwana asifiwe. Nataka Mungu wa Israeli akakutia nguvu, akaendelee kukusimamisha kiroho, kaendelee kukua na ukawe profeti mkubwa sana katika Nairobi hii. Bwana asifiwe. Utakuwa profeti mkubwa katika Nairobi hii. Unapomakiwa mafuta siku ya leo, unaona kitu kikubwa kikichipuka ndani. Bwana asifiwe. Unaenda kutenda makubwa kushinda yenye mnasema. Bwana asifiwe. Na atakuwa akisema kiroho sio kimwili. Bwana asifiwe. Mungu amani akakusitishie na akakutenda mema. Mungu akawabariki. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Watu wengi tumenena mengi kuhusu Pastor Monica. But one thing that I want to say, let me just read a scripture just to encourage us. The book of Job 36 and verse number 11 says this: if they obey and serve him. Wacha niseme hivi, Pastor Monica amekuwa mtu obedient. She has obeyed, she has been serving the Lord. And the things of God
is not that you are ordained, then you start serving the Lord. You get ordained when you are serving the Lord. Her service imefika peak. Sasa ndiye anakuwa ordained. And that scripture goes on and says, if they obey and serve him, they shall spend their days in prosperity. Hello? So her days will be of prosperity. And if you go down there, it says, and their years in pleasure. So there will be no pressure for her, simply because she is obedient in serving God. And for us down here, it doesn't matter where you are serving God. So long as you obey and serve him, your days will be of prosperity and without pressure. She has been obedient, and if you think that by the nature that now she's being ordained as pastor, you want to bring pressure in her life, that pressure goes back to you, because God has put it in his word that as a servant has his only pleasure. Hello? Kwa siku zote nimekuwa na yeye, she has been very obedient, she has been a mother to me. Tukienda maombi, amenifundisha njia ya kuomba, and she is very dedicated in the things of God. And her dedication imefika sasa mahali anakuwa dedicated. You cannot be dedicated in the things of God if you are not dedicated in the things of God. You cannot be ordained in the things of God if you are not dedicated. Some of us wait to be ordained ndio tuanze kufanya kazi ya Mungu. It is a lie. You start where you are for God to lift you where you are going. Bwana asifiwe. Betty, dakika moja pia. Thank you for coming. Thank you, Brother Joe. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Praise God once again. Vile mmesikia, I'm Reverend Betty Obala, I'm saved, I love Jesus. Nikinena juu ya mama, nataka kusema ya kwamba Mungu amepatia roho to serve. Na nimesikia ikisemekana hapa ya kwamba she serves even when she goes home. There was a time some years back ambayo kulikuwa na wachungaji. We used to meet at her house every Monday. Every Monday we were in her house. Na hakuna siku alichoka. Hakuna siku niliona kama amegeuza uso wake. So I would like to say that she's a servant, because the Bible says that it's better to serve than to be served. And I thank the Lord that a day has come that you are going to be ordained. You are being raised to another level because God has seen what is in you. God saw you serving other women because ulikuwa wamama wengi na hangeona vibaya kwamba bwana yake anamletea wanawake wachungaji kwa nyumba yake. She served us like everybody else, and that is a blessing. And I want to thank God because he calls the imperfect and he perfects them. So I believe at this time he has seen that you have come to a level that he has perfected you, and you can be able to praise to another level. I believe that you are going to achieve more and more in your life. Even watoto ambao niliona wakiwa wadogo sana wachanga, sasa hizi wamekuwa wakubwa. Kama ningekutana nao pale nje, hawangenijua. Bwana asifiwe. And I want to thank the Lord because of his faithfulness. It has been so many years, Bishop. Kabla tujakutana, in fact I didn't know that they are here today. Nilijua kwamba walikuwa bado wako pale Korokocho, a place where we used to go even to go for an overnight prayers. Kuna wakati tukitoka pale, mvua imenyesha, kuna floods. I remembered all those things. Na Mungu saw that it was a time for us to separate for some times, and he has brought us again together today. And I believe that we shall continue meeting together. The other pastors niliwaelezea, wengine wakaniambia kwamba wako busy, wengine watakuja, pengine tutawaona baadaye. Na namshukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Ni yeye matuwezesha kukutana tena. Mungu awabariki. Asante sana. Mimi nimeshukuru Mungu sana. Nataka kuambia kwamba Pastor Monica nilijua mama yake 8 kitu.
siwezi kuamini. Sasa tulipokutana siku moja kwa crusade Kariobangi South, ndiye akaniambia kwamba mimi ndio mama wa Pastor Monica, lakini nilikuwa nakuja kwenu IFC wakati ambapo dada yake Mama Miriam alikuwa ako hai, na tulikuwa tunaimba na mtoto wa sister yake katika church ya IFC, na nashukuru Mungu tulijuana. Alikuwa anasema huyu ni dada yangu ametoka Kijabe, anataka kutoa ushuhuda. Kwa hiyo nimeshukuru Mungu sana kwa siku ya leo Pastor Monica. Mimi unajua napenda Biblia sana. Hakuna siku ambapo nitaongea kama sija quote. Nimefurahi kwa sababu mama ameokoka, ukafuata mama, na unajua hiyo ndio Biblia, ukapata bishop kama ameokoka. Kwa hivyo vizazi vyenu vyote vitakuwa vizazi vya watu wa Mungu katika jina la Yesu. Katika kitabu cha Isaiah 59 verse 21, Biblia inasema, as for me, this is the covenant which I have made with them, that the words which are put in your mouth and my spirit which I put upon them shall not depart from you, nor from your seed, nor from your seed from this time henceforth and forevermore. Kwa hivyo mimi nasema kwamba kulingana na Biblia, katika jina la Yesu, Pastor Monica na Bishop Chesoni, none of your children shall be rebellious according to the word of God. Hakuna watoto wenu ambao watawahi kuibwa na shetani. Watatumikia Mungu jinsi ambavyo Biblia inavyosema, because all our generations must serve God. Nimeshukuru Mungu na nataka kuambia kwamba usiogope Pastor Monica, msiogope Bishop. Unajua kuna wale ambao wanaweza kusema kwa nini mama alikuwa anasikia vibaya wakati wa ordination. Niliambiwa the higher you go, the greater the demons you meet. But as much as you meet them, God shall give you a higher anointing than theirs. Tutawashinda kwa upako wa Mungu ambao uko juu. Wakati ambapo upako wa Mungu utakapokuja, wakija kutuattack, we shall say the fire of the Lord consume them and they shall be consumed. Inuka, arise, and the glory of the Lord shall shine upon your life. Shetani alikuwa anajaribu kuja katika hii congregation because he knows that there is something in you. There is a potential that God is going to release in your life. An anointing that threatens sin. That fear is what the devil was putting in your life. But I'm here to tell you that I am afraid for the devil because that fear shall come upon him. Mungu atakutumia. You shall swim in the glory of God. You shall swim in the anointing of God. You shall swim in the signs and wonders of God. In the name of Jesus. Maombi yangu ni moja. Kuna watu wameanza vizuri wakamaliza vibaya. Wewe ni maombi yangu na nimekuwa naomba kwamba as you have just begun, ulianza kama Mungu amekutia nguvu. Lakini katika Kiswahili tunasema kwamba Mungu akutie nguvu, Mungu akudhibitishe, Mungu akuimarishe na umalize ukiwa na nguvu zaidi na zaidi, jinsi ambavyo Caleb alivyokuwa. Vita vitakuwa vingi, lakini Jehova Sabaoth atakuwa pamoja nawe katika jina la Yesu. Juzi nilikuwa naambia Bishop katika simu, akwambia kwamba God is going to raise you up high. You might go higher than him. Mungu anaweza kukupatia the inheritance of the nations and the uttermost parts of the earth according to Psalms 2 verse 8. But unapoenda katika haya mataifa, enda pamoja naye. Go and shine together with him in the name of Jesus Christ. And from today, naomba ya kwamba unapoenda after your ordination, enda umngarie Bwana. Go and shine for the Lord wherever you go. Go and shine for the Lord wherever you go. Go and bring down the kingdom of the devil in the name of Jesus. Pigia Yesu makofi. Amen. Siongei Bishop, asante. Nimewacha. Lakini nimesema ile ambayo ilikuwa kwa moyo wangu. And may the God of excellence go with you. Yeah, kitu chochote ambacho unafanya, let your performance in the kingdom of God be done with excellence. That spirit of excellence that was upon Daniel in Daniel chapter 6 verse 4. That spirit of excellence that threatened the people in the kingdom of Darius. Let that spirit of excellence go with you. Let the protection of the Lord go together with you. Katika jina la Yesu. Amen. Tutaimba. Asante. Ngoja, anza vizuri. Nikiambiwa kwamba umekaa hapo chini na mimi nimesimama, tutapatana.
Hakuna kupiga makofi ya chini. Unainua mikono yako juu ya kichwa, unapigia Yesu makofi, unamshangilia Mungu because this is a special day which threatens the kingdom of the devil. 1, 2, 3 makofi na vigelegele. Kuna wadudu ambao wana soprano ya juu kutuliko. Nataka kuwasikia tena mara ya mwisho tukipiga vigelegele pamoja na wadudu ambao wana sauti za juu kuliko za wadada na vifijo na nderemo. 1, 2, 3. Nimemaliza. Haya, weka tu hiyo ninaishi. Piga makofi, 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 makofi kwa Yesu. Ninaishi kwa sababu yako wewe Yesu. Ninaishi kwa sababu ya wema wako. Umenitakasa kwa damu yako takatifu. Ninaishi kwa kuwa nimekuamini. Ninaishi kwa sababu yako wewe Yesu. Ninaishi kwa sababu ya wema wako. Umenitakasa kwa damu yako takatifu. Ninaishi kwa kuwa nimekuamini. Makofi, 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 makofi. Wewe ni moyo wangu tena msaada wangu. Wewe ni tumaini langu na jawabu langu. Wewe ni moyo wangu tena msaada wangu. Wewe ni tumaini langu na jawabu langu. Sasa uaminifu wako milele. Nitakulipa Yesu milele. Ninaishi kwa sababu yako wewe Yesu. Ninaishi kwa sababu yako Mungu. Umenitakasa kwa damu yako takatifu. Ninaishi kwa kuwa nimekuamini. Ninaishi kwa sababu yako wewe Yesu. Ninaishi kwa sababu ya wema wako. Umenitakasa kwa damu yako takatifu. Ninaishi kwa kuwa nimekuamini. Makofi, makofi, makofi kwa Yesu. Nimezungukwa na mauti na kama za usiku. Mafuriko ya uovu yakanitia hofu. Nimezungukwa na mauti na kama za usiku. Mafuriko ya uovu yakanitia hofu. Ninakulilia Yesu, unanisikia, unaniokoa na Ninaishi kwa sababu yako wewe Yesu. Ninaishi kwa sababu ya wema wako. Umenitakasa kwa damu yako takatifu. Ninaishi kwa kuwa nimekuamini. Ninaishi kwa sababu yako wewe Yesu. Ninaishi kwa sababu ya wema wako. Umenitakasa kwa damu yako takatifu. Ninaishi kwa kuwa nimekuamini. Makofi, 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 makofi.
mmekutana na nabii wa Mungu ana kwa ana. Hebu nione mkono yenu. Mmekutana na wachungaji, mmekutana na mitume, mmekutana na be glorified. Even as your servant comes, my Father,